Tumebomolewa nyumba zetu, tumenyang'anywa mashamba, chakula tumeshindwa kulima. Mpaka sasa kwa kipindi hiki tumejikusanya, tumeweka mabanda mheshimiwa kwenye eneo la makaburi. Nani amewanyang'anya? Tawa. Ndio wamekuja wamebomoa nyumba zetu, mpaka sasa hizi tunaishi makaburini. Hatuna chakula. Natoka mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilombero, halmashauri ya Mlimba, kata ya Mchombe, kijiji Ijia, kitongoji Shamba la Saba. Tupo kwenye mkutano huu wananchi wanne. Tupo wanne tunawakilisha wananchi wenye kaya 204 zenye watu 816. Shida ni nini mama? Mheshimiwa, toka tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2025 tumebomolewa nyumba zetu, tumenyang'anywa mashamba, chakula tumeshindwa kulima. Mpaka sasa kwa kipindi hiki tumejikusanya, tumeweka mabanda mheshimiwa kwenye eneo la makaburi. Nani amewanyang'anya? Tawa. Ndio wamekuja wamebomoa nyumba zetu, mpaka sasa hizi tunaishi makaburini. Hatuna chakula, hatuna nyumba, Tawa. Hatuna mashamba. Hebu njoo hapa ili ulielezee kwa kina. Hebu njoo hapa, ukae hapa pembeni, na tuko na naibu waziri wa maliasili. Hebu njoo hapa lielezee vizuri, alafu nitamleta hapa jukwani aje kujibu baada ya kuwa amekuelewa vizuri, kwa sababu ni jambo mahususi mheshimiwa. Na kama kuna mtu wa Tawa wa kutoka makao makuu, mheshimiwa naibu waziri na yeye aje ashiriki, akae na naibu waziri kusikiliza. Hebu msikilizeni vizuri ili tuone. Hebu anayefuata, na kama una taarifa za nyongeza mpe mkuu wa wilaya pia. Umetusaidia sana, tunakushukuru sana. Anayefuata. Asante. Kwa majina naitwa Festo Clement Kamsini, ni mkazi wa hapa Inyonga. Mimi mheshimiwa waziri mkuu, na changamoto ya mgogoro wa mirathi hii case kwa kweli naweza nikasema ni ajabu sana, kwa sababu wajukuu ambao ni watoto wa marehemu dada yangu mimi wananisumbua kwenye hii mirathi. Nitaeleza kwa ufupi. Hapo mwanzo nilifungua shauri la mirathi katika mahakama ya mwanzo hapa Inyonga. Baada ya wajukuu wakaja wakaleta pingamizi. Walieleza sababu mbili za kupinga. Sababu ya kwanza, imeshatoka mahakamani au bado? Sababu ya kwanza imeshatoka mahakamani au bado? Mahakama ya mwanzo ilitoka, ndio. Sasa hivi iko mahakama gani? Baada ya hapo walipopinga, mahakama ilishauri tukakaa kikao cha kifamilia. Mlishatoka liko? Nina matatizo ya masikio kidogo, lakini mheshimiwa. Haina shida, naomba tunieleze. Nakusikia. Basi baada ya hapo wale watoto tulipokaa kile kikao walilazimisha kwamba lile eneo mirathi ile tuifungue, lile eneo ionekane kwamba ni la mama yao. Kwa hiyo hatukupata mwafaka, wao wakatoroka na muhtasari tulikuwa tumeandika wa mahudhurio, wakapeleka wakaenda wakagushi muhtasari mahakama ya mwanzo, wakaandika kwamba sisi tumewakubalia wao wafungue mirathi, yale maeneo yaonekane ni ya mama yao. Mzee wangu mimi alizaa watoto watatu, mmoja amefariki ambaye ndio huyo mama yao. Sasa wao wanadai kwa nguvu haki ya mama yao, wakadai kabisa kwamba yale maeneo baba yangu mimi alimgawa mama yao, na wakati hamna kielelezo chochote wala ushahidi wowote ambao wala usia wowote ukuwepo. Kwa hiyo baada ya hapo mimi nilienda kufungua kesi mahakama ya mwanzo hiyo kulalamikia hiyo mirathi. Baadaye mahakama ya mwanzo ikawa imetoa uamuzi kwamba yenyewe haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Kwa hiyo ikanishauri niende mahakama ya wilaya. Mahakama ya wilaya ikawa imetoa hukumu ya kumsimamisha ambaye ni Dominic Leonard Mbaruku, ambaye ndio alikuwa msimamizi wa mirathi ya hiyo Rosalia Clement Kamsini, kurudisha nyaraka zote pale mahakamani. Hawakufanya hivyo. Baadaye wakawa wameikatia rufaa, wakaipeleka mahakama kuu kanda ya Sumbawanga. Imeenda huko kesi, baadaye ikaamriwa mahakama kuu kanda ya Sumbawanga. Ikaonekana kwamba Mbaruku ataendelea kuwa msimamizi wa mirathi za Rosalia Clement Kamsini. Mimi nisimamie mirathi za Mzee Clement Kamsini. Lakini changamoto ambapo ikaja, yule Mbaruku aliyesimamia mirathi za Rosalia Clement Kamsini,
Rosalia Clement Kamsini hakuwa na mirasi. Amesimamia mirasi za Rosalia Clement Kamsini, lakini akaenda kutawanya mali za mzee Clement Kamsini ambazo tayari mimi nilikuwa nimeshazisimamia. Kwa hiyo baada ya hapo walipofanya mchakato wa kusimamia mirasi, wakawa wameuza eneo kwa mwekezaji wa kituo cha mafuta hapa NGS Petrol Station milioni 30. Hela zote wakawa wamechukua wao. Mimi baada ya kuwa nimefuata taratibu za kusimamia mirasi ya mzee Clement Kamsini, nilianza kufuatilia hilo swala. Nikamtafuta yule mmiliki wa sheli, nikafanya naye mawasiliano, nikamwambia bwana, hapo ulinunua kinyemela. Kwa hiyo mimi sitaki mengi, naomba tu unipe fidia kwa sababu nimetumia gharama nyingi kwenye hiyo kesi. Kwa hiyo unipe tu hata kiasi kidogo. Yule mmiliki wa NGS amenikatalia, akasema kwamba yeye hawezi kununua mara mbili. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala hili limenisumbua sana. Wale ni wajukuu. Mwanasheria wetu wa wilaya yuko wapi? Hebu njoo tusaidie kisheria, hili likoje hili? Alafu wale niliosema nyaraka zao nimempa mkuu wa mkoa, ninyi wala msipange foleni, ninazielekeza tu zitafanywa kazi hizo. Kwa hiyo hapa tumpate